Maelfu ya raia wa Irani wamemiminika mitaani siku ya Jumatatu kama ishara ya kuiunga mkono serikali chini ya kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pamoja na kuomboleza vifo vya maofisa wa usalama waliouawa wakati wa maandamano hayo. Watu waliokuwa wamebeba bendera ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran walifurika katika Uwanja wa Mapinduzi mjini Tehran. Mikusanyiko kama hiyo imeripotiwa pia katika miji mingine baada ya wito wa Rais Masoud Pezeshkian wa kuwataka watu kupinga kile kinachotajwa na utawala kuwa ni machafuko. Akihutubia umati mjini Tehran, Spika wa bunge la Irani amezituhumu Marekani na Israeli kwa kuchochea maandamano hayo, huku akilitaja jibu la kukabiliana na wimbi la maandamano yaliyotikisa Jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa wiki mbili kuwa ni vita dhidi ya magaidi. Mohammad Bagheri Ghalibafu amesema Irani inapigana vita vya pande nne na Marekani na Israeli, ambavyo ni vita vya kiuchumi, kisaikolojia, kijeshi na leo hii vita dhidi ya magaidi, na kwamba taifa kubwa la Iran halijawahi kumruhusu adui kufikia malengo yake. Jeshi la Irani litamfundisha Rais wa Marekani Donald Trump somo lisilosahaulika iwapo kutakuwa na shambulio jipya, alisisitiza spika huyo wa bunge la Iran. Wakati hayo yakichomoza, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumatatu hii kuwa Iran iko tayari kwa mazungumzo baada ya kutishia kuishambulia kutokana na vitendo vya ukandamizaji na mauaji dhidi ya waandamanaji. Kauli ya Donald Trump ilitolewa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Oman, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mpatanishi kati ya Washington na Tehran, kufanya ziara huko Iran mwishoni mwa juma lililopita. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amerejelea kauli yake kuwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu iko tayari kwa mazungumzo na Marekani, lakini akasisitiza pia kuwa Iran imejiandaa kikamilifu kwa vita. Mataifa mbalimbali yamekosoa hatua ya serikali ya mjini Tehran. Umoja wa Ulaya kupitia msemaji wake Nour El-Anouni umesema unatathmini uwezekano wa kuiwekea vikwazo vipya na vikali zaidi Iran kutokana na ukandamizaji dhidi ya waandamanaji. Wakati hayo yakiarifiwa, kundi la kutetea haki za binadamu lenye makao yake nchini Marekani la HRAN limesema limethibitisha vifo vya waandamanaji 490 na maofisa 48 wa usalama, huku zaidi ya watu 10,600 wakikamatwa tangu kuanza kwa maandamano hayo mnamo Desemba 28 mwaka jana, na ambayo yameenea kote nchini Iran. Hata hivyo, idadi hiyo haikuweza kuthibitishwa na vyombo huru vya habari kutokana na kuzimwa kwa mtandao wa intaneti tangu siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.